Iran imemshambulia kwa maneno makali Rais wa Marekani Donald Trump baada ya mbunge mwandamizi wa nchi hiyo kumtaka kiongozi huyo kuanza kuhofia usalama wake mwenyewe badala ya kuendelea kutoa vitisho kuhusu mlango wa Hormuz, huku akimkejeli kwa kukubali taarifa kwamba aliwahi kuhamishwa kwa siri kutoka Air Force One wakati wa ziara yake nchini Uturuki. Ibrahim Aziz, mwenyekiti wa kamati ya usalama wa taifa katika bunge la Iran, alitoa kauli hiyo Agosti 15 mwaka 2026, ambapo alimtaka Trump kuacha kile alichokiita vitisho na kujigamba kuhusu uwezo wa Marekani katika mlango wa Hormuz. Aziz alisema rais wa Marekani anapaswa kuzingatia usalama wake mwenyewe kabla ya kufikia hatua kujificha kwenye lori la chakula, akirejea tukio ambalo Trump mwenyewe amethibitisha kwamba alihamishwa kwa siri kutokana na hofu za usalama. Kauli hiyo ya mbunge wa Iran imekuja wakati uhusiano kati ya Washington na Tehran ukiwa katika hali ya mvutano mkubwa, huku kila upande ukitoa ujumbe mkali dhidi ya mwingine. Kwa Tehran, vitisho vya Marekani kuhusu Hormuz vinaonekana kuwa sehemu ya shinikizo la kisiasa na kijeshi ambalo linalenga kuonyesha kwamba Washington ina uwezo wa kudhibiti moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Tukio analolirejea Aziz lilitokea wakati Trump alipokuwa Ankara, Uturuki mwezi Julai. Trump alithibitisha kwamba alishauriwa na maafisa wa usalama pamoja na jeshi la Marekani kuondoka kwenye Air Force One na kutumia ndege nyingine kwa sababu ya taarifa za kiusalama zilizowafanya maafisa hao kuamini kwamba kulikuwa na sababu ya kuchukua tahadhari zaidi kwa usalama wa rais. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa kuhusu tukio hilo, mpango huu ulihusisha hatua za usalama zilizofanywa kwa siri ili kupunguza uwezekano wa Trump kuwa shabaha ya shambulio. Hata hivyo, maelezo kamili kuhusu tukio hilo, namna lilivyotambuliwa na kiwango cha uaminifu wa taarifa za kiintelijensia hajawekwa wazi kikamilifu. Iran imekuwa ikitajwa katika taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na vitisho dhidi ya viongozi wa Marekani, lakini kauli ya Aziz haimaanishi moja kwa moja kwamba serikali ya Iran imekiri kuhusika na tukio hilo. Aziz, hata hivyo, ametumia taarifa hiyo kama silaha ya kisiasa dhidi ya Trump kwa kumwambia rais huyo wa Marekani kwamba anapaswa kuhofia usalama wake kabla ya kuendelea na masuala ya Hormuz. Mbunge huyo amejaribu kuonyesha kwamba hata Marekani yenye nguvu kubwa kijeshi haiwezi kudhani kwamba viongozi wake wako nje ya hatari wakati mvutano na Iran ukiendelea. Mvutano wa sasa unahusisha pia swala la mlango Hormuz, ambao ni njia nyembamba ya baharini inaunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman. Njia hiyo ina umuhimu mkubwa kwa uchumi wa dunia kwa sababu inatumika kusafirisha kiasi kikubwa cha mafuta na gesi kutoka nchi za Ghuba kuelekea masoko ya kimataifa. Kwa sababu hiyo, usalama wake umeendelea kuwa swala la kimkakati kwa Marekani, Iran na mataifa mengine ambayo yanategemea usafirishaji wa nishati kupitia eneo hilo. Trump ameendelea kutoa kauli kali kuhusu Hormuz. Siku ya Ijumaa alisema hivi karibuni angetangaza mlango Hormuz kuwa eneo la Marekani. Kauli hiyo imeongeza uzito wa mzozo kwa sababu eneo hilo si mali ya Marekani na lina umuhimu wa moja kwa moja kwa nchi ambazo zinalizunguka pamoja na biashara ya kimataifa. Ikiwa Washington ingechukua hatua za kulazimisha udhibiti wake juu ya eneo hilo, jambo hilo lingeweza kuzidisha zaidi mvutano na Iran na kuongeza hatari ya makabiliano ya kijeshi. Kwa upande wa Iran, suala la Hormuz limekuwa likitumika kama sehemu muhimu ya mkakati wake wa kuonyesha uwezo wa kuzuia au kuathiri shughuli za Marekani na usafirishaji wa kimataifa iwapo Iran itaendelea kukabiliwa na mashinikizo ya kijeshi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili.
Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global